Yes, mambo vipi mtazamaji wa M15 TV? Karibu kwenye nambari 15 muhimu zaidi kwenye maisha yako. Ni wakati mwingine tena wa kuzungumza na wanachama na mashabiki wa vilabu vyetu pendwa Simba na Yanga kwa ajili ya kupata maoni yao juu ya yale ambayo yanaendelea katika mpira wa miguu. Lakini leo niko na shabiki na mwanachama nguli kabisa wa Young Africans, Dosa, maarufu kwa jina hilo. Yako mengi sana ambayo tutakwenda kuzungumza naye, lakini kubwa ni juu ya yale ambayo yanaendelea kwenye mpira wa miguu, hususan ratiba za ligi kuu, lakini na yale ambayo yanazidi kuteka hisia za watu wengi. Bwana Dosa, vipi? Safi, kwema. Mambo yanaenda? Mambo mazuri. Watu wanalalamika huko kwamba refa vile, refa hivi, refa vile, refa hivi. Kuna ni Dosa? Hajaisha bado. Hawajamaliza, wameanza upya. Ni kweli. Lazima tuheshimu maoni yao wanaolalamika. Lakini swala la waamuzi nchini kwetu bado ni tatizo kubwa. Swala la mpira wetu Tanzania bado pia ni tatizo kubwa. Mpira wetu unaharibiwa katika nyanja tofauti. Nyanja za viongozi, nyanja ya mashabiki, lakini kwenye nyanja ya marefari pia wanauharibu sana mpira wetu. Kwa namna moja ama nyingine, tutawapongeza kwa kazi kubwa wanazozifanya kwenye vilabu vyetu. Tutawapongeza kwa namna moja ama nyingine kwa kazi wanazoifanya kwenye shirikisho la mpira pamoja na bodi ya ligi. Lakini ifikie wakati lazima tukubali tuna kazi kubwa ya kufanya. Ifikie wakati lazima tukubali tuna safari ndefu ya kufika kuelekea nchi ya ahadi. Na haya nikwambie ndugu zangu wa M15. Mpira wetu wa Tanzania, sisi wenyewe kama Watanzania tumeshaugawa kwenye makundi mawili. Tumeuharibu wenyewe. Wenyewe tumeuharibu. Kundi la kwanza tumeligawa ni la Yanga na kundi la pili tumeligawa ni la Simba. Na ndio maana ukienda vijijini ni Yanga, ukienda mjini ni kijijini Yanga, mjini Simba. Nimesema ukienda kijijini ni Yanga na Simba. Ukija mjini ni Yanga na Simba. Ukienda shirikisho la soka Tanzania TFF ni Yanga na Simba. Lakini ukienda mpaka pale ikulu ya mama ni Yanga na Simba. Sawa. Yaani kuna mashabiki wa Yanga, kuna mashabiki wa Simba. Ndio tulivyotengenezwa kwenye mfumo huu. Na ndio maana tunachelewa kusucceed kwenye mpira wetu. Mfano mzuri, mechi ya jana ya Simba na Yanga. Jana Nani Simba na Mashujaa? Yanga imenikasa na Roni kutokana na timu yangu. Naipenda sana. Ni timu. Tutakutana lakini. Mechi ipo. Tutakuja hapo. Tuje kwenye mfano hapo. Tutakuja. Mechi ipo. Inasemekana ratiba itapangiwa upya. Kwa hiyo unaona ni namna gani kuna baadhi ya waamuzi wanakwenda uwanjani na matokeo yao. Kuna marefa wanainufaisha Yanga, nilishai kusema mambo. Kweli. Lakini kuna marefa pia wanainufaisha Simba. Mfano ukimwangalia refa yule alochezesha jana na Simba, ameshachezesha Kayombo anaitwa. Ameshachezesha mechi 4 za Simba na mechi zote zina utata. 4 na zote ametoa penalti. Na penalti zote zina utata. Na penalti lazima ina utata, Penalti lazima ina utata. Lakini za jana mbona wanasema zilikuwa halali? Wewe ulionaje zile za jana? Kwanza ile ya kwanza. Zimbo anaweka mbali. Wewe ulizionaje Dosa? Mimi kwa mtazamo wangu, kwa maoni yangu, ile jana ilikuwa ni clear penalty ya kwanza. Lakini ya pili imenifikirisha. Ya pili imenifikirisha. Kivipi? Kwa namna yule mchezaji alivyomwadamu mwamuzi. Na mwamuzi hakuadaika. Kwa sababu mwamuzi alikuja very straight pale. Mwamuzi alichoamua pale akasema hii ni faulu, lakini ni nje ya box. Lakini shindikizo la wachezaji wa Simba wamekwenda kumzonga refari wa pembeni, ikimaanisha nani? Mshika kibendera. Wale walikuwa mashujaa. Ni mashujaa wale. Ndio, lakini Simba nao pia waliweka pressure. Na ni kawaida. Pressure inapowekwa na mtu mkubwa lazima ikubalike. Lakini ulionaje? Sahihi ama haikuwa sahihi? Ya pili? Ya pili imenifikirisha. Haikuwa sahihi kwa upande wako. Nimesema ya pili imenifikirisha. Kama ya kwanza. Kwanza ilikuwa ni clear kwangu mimi. Sijui kwa watu wengine. Kwangu mimi ilikuwa ni clear kabisa, lakini ya pili kuna uwezekano ikawa haikuwa penalty. Kwa hiyo unamuona kabisa mwamuzi huyu anatembea na Simba, anachezesha mechi za Simba, lakini kila mechi zake zinakuwa na utata, na utata wake ananufaisha Simba Sport Club. Wapo marefari wanachezesha timu nyingine na timu nyingine pia zinanufaika.
Lakini lazima sisi kama wadau wa mpira tupige makelele. Moja, wanawaharibu wawekezaji wetu. Sababu mwekezaji anaamini sifa ya ligi kubwa hayana mambo kama haya. Lakini kuna masponsa wapo mbalimbali wanaamini ligi nafasi ya 6 ya 4 kwa ubora barani Afrika haiwezi kana mambo kama haya. Lakini pia wanaharibu taswira ya rais wa shirikisho la soka Tanzania, mzee wetu Wallace Karia. Ndio maana nikasema watu wanomzihaki Karia wana haki, kwa sababu kuna watu wanasababisha Wallace Karia aonekane mbaya. Lakini kumbe sio mbaya. Wallace Karia ana shida. Wallace Karia inawezekana kawa ni miongoni mwa wanaume, miongoni mwa rais ambao wamekuja kukomboa mpira wetu. Fanya makubwa sana. President Karia. M15 ya mambo ya semeni. Unayasema sana. Sijui umeona vizuri. Zamani kabla ya Wallace Karia, timu yetu kwa tunashuhuda. Timu ya taifa inalala hoteli, asubuhi tunapewa bili ya madeni. Yanga na Simba zilikuwa zinatoka na basi hapa mpaka Tukuyu, mpaka Songea, si ndio? Lakini sasa hivi tumeimprove kwa kiasi kikubwa. Mwekezaji haji bure pasipokuwa amevutwa na watu. Sawa sawa. Lakini Wallace Karia, nenda kaangalia vizuri. Wallace Karia ametukomboa Kigamboni. Hao nyinyi nisoma mashuhuda. Mashuhuda. Tunaona kituo cha kukuza katika utoaji wa tuzo tulikuwa tunakwenda kukopa Rotana. Tulikuwa tunaenda kukopa Jubilee, Serena. Lakini msimu uliopita M15. Nyinyi ni mashuhuda. Tuzo zimekwenda kutolewa nyumbani. Na msimu ule pia tukafanyia Tanga. Kama unakumbuka. Nyumbani huko, nyanjani. Hatuna shida. Lakini kuna baadhi ya watu wanafanya jitihada za Mheshimiwa Rais Karia zisionekane. Marefa. Sio wote. Wachache. Marefa wachache. Na watu sio wote, na watu ni wachache. Ndio maana nikasema tumieni vipaza vyenu kuwaambia Watanzania. Ni kweli tuna changamoto ya waamuzi, changamoto katika uendeshaji, lakini kuna namna mpira wetu wa Tanzania umepiga hatua kiasi kikubwa sana. TFF, lakini vile vile pia tutaipongeza Wizara ya Michezo. 120. Ngome mgonga extra. 120. Lakini na mimi nakwambia. Na mimi nakwambia. Kwa sababu mpira wetu tumeutengeneza kwenye mazingira ya wenyewe kwa wenyewe. Nikimaanisha Yanga na Simba. Haya mambo tustaajabu. Kawaida. Leo hii kabla ya ligi kuanza, hakuna mwanahabari anakwenda kumuuliza shabiki wa Azam nini mipango yenu. Tuliwauliza bwana. Nimesema ushahidi si upo. Tulisema. Hujasema M15. Sisi tuliripoti. Ndio. Mliripoti kwamba Azam ana mipango ipi tukafanya interview na mipango gani? Umetolea tu bahati mbaya, lakini alikuwa klabu bingwa. Lakini na nyinyi hamkwenda kwa watu wa Coast. Kuuliza Coast msimu unaanza mna mipango gani? Mnachagua watu kutokana na nyinyi pia mmeingia kwenye zile siasa kwa mpira wa Tanzania ni Yanga na Simba. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, M15. Tutazunguka sana. Tutatambiana sana, lakini mtu wa kumpa ubingwa Yanga ni Simba. Mtu wa kumpa Yanga ubingwa ni Simba. Tutazunguka sana. Tutakimbia sana, lakini mtu wa kumpa ubingwa Simba ni Yanga mwenyewe. Mechi ipo. Yeye Dosa si wewe ni ngoja basi. Wewe mechi ya mtani inachezwa lini? Shirikisho limesema tutatoa taarifa. Kwa hiyo mpaka ipangwe. Ikishapangwa ndio tutakuja kwenye masuala mengine. Lakini hivi sasa bado, kama bado hatuihesabu. Lakini kama Watanzania wazalendo, kama Watanzania ambao tunautakia mpira wetu ukue kwa namna moja ama nyingine, mimi binafsi Dosa nani? Dosa. Natamani mechi ipigwe. Wewe unatamani mechi ipigwe? Nawaza mechi itapigwa. Hii ni exclusive. Wewe nahisi ni shabiki wa kwanza kukubaliana na uhalisia ambaye nimekutana naye mimi. Wapo watu wengi wanakubali. Ambaye nimekutana naye mimi, wewe mtu wa kwanza. Ambao wewe umekutana na mimi. Basi nani? Hongera kwako. Mechi kumbe ipo. Nimesema mimi natamani. Elewa neno natamani. Sikusema mechi ipo. Nasema natamani. Iwepo. Nawaza mechi itakuwepo.
Baada ya shauri lenu kutupiliwa mbali na kasi, leo mnatamani mechi iwepo. Hili shauri halikuanza kutupiliwa mbali na kasi. Taarifa za ndani kabisa. M15 nyewe mwezi mkajua ya mambo. Tupe mambo tujue. Tumekutana na wajuaji sasa. Tupe mambo. Watazamaji wanataka kuelewa Dosa. Ndio maana nimesema tunatofautiana sana katika kuwakilisha habari. Na tunatofautiana sana katika uelewa. Lakini pia tukubali ndani ya TFF kuna shida. Ndani kwa ndani. Licha kuwa TFF kuna Yanga kuna Simba, lakini inawezekana TFF wa Simba msimu huu wana nguvu. Licha ya kwamba hebu weke sawa. Licha ya kwamba TFF, licha ya kwamba ndani ya TFF kuna Yanga kuna Simba, lakini watu wa Simba ndani ya TFF msimu huu wana nguvu kuliko wa Yanga. Brother, ushahidi upo. Yanga barua yao ya kwanza walipeleka bodi ya ligi. Kuna mtu kaniambia hizo taarifa. Walipoona muda kama unaendelea kuisha, wakasema haiwezekani. Wakaruka juu. Nda kasi. Lakini kule kasi napo pia kuna mtu wa Simba. Acha bwana Dosa. Wewe mnyama kiasi hicho. Si ndio ubaya ubwela huu? Kule kasi. Kwani ubaya ubwela maana yake ni neno? Maana yake ni vitendo. Vitendo vimeonyesha jana. Jonas vipi? Huwezi ukapata haya mambo. Haya mambo kwa vizuruda huwezi ukayapata. Haya mambo ni ya mtu maalum, kwa mtu makini kama Dosa. Kumbe kule kasi kule kuna ubaya ubwela. Upo. Uone aliyetoa taarifa ndio ubaya ubwela. Rudini huko nyumbani kwao. Rudisha. Haya mambo fika huko wenyewe kwambia haraka tutaipangia. Tutaipangia. Kosa hivi isikilizi tena. Inatolewa maamuzi. Lakini Yanga wana sheria zaidi ya 4. Na wametupwa chini kwa sababu ya ubinafsi wa Simba na Yanga. Si kwa sheria, no. Ubinafsi kwa sababu Simba anaamini yeye ni mkubwa na Yanga anaamini mimi ni mkubwa, lakini sasa watu wanaangalia nani ameshika mpini. Brother, mimi nakwambia msimu huu Simba kashika mpini. Simba kashika mpini. Kwa hiyo Yanga kama sipokuwa makini msimu huu, sikiliza. Yanga kama sipokuwa makini msimu huu tutaishuhudia Simba ya Manchester United mwaka 1998. Unajua hiyo? Ilikuwaje? Maana mimi ndo nilikuwa nazaliwa. Mwaka 1998 Manchester United. Wana historia watakwambia. Simba hii. Sio unaona vizuri? Kama Yanga wasipokuwa makini tutakuja kuishuhudia Simba kama Manchester United ya mwaka 1998. Kwa maana viongozi wenu wamefeli Dosa? Sina maana hiyo. Bado mnaongoza ligi. Nimesema kama wasipokuwa makini. Kwa sababu ili tuchukue ubingwa msimu huu ni lazima tumfunge Simba Sport Club. Lazima Yanga mkutane na Mpanzu. Mpanzu ana shida. Inasemekana eti anakimbia, anasema. Anafanyaje? Anamkimbia Mpanzu. Sisi tumkimbie Mpanzu. Kama mwezi mkatangaza ubingwa kabla mjakutana na Mpanzu, wanasema wana Simba wanajeuri. Akipato cha leta majivuno. Wamempata. Lakini na Mpanzu pia atapatwa. Ika nayo. Au ndio sisi tuna watu, hao watu ndio wanafanya kazi. Nimesema ika nayo Jonas. Wao si wana Mpanzu, wamempata Mpanzu, lakini Mpanzu pia atapatwa. Wake kwa kutulia. Tuombe tu mechi ichezwe. Dosa isijekuwa wanasema tucheze, kumbe wanaweka kwenye mfumo, mkijaa wakubali kucheza watu wangu. Sikiliza, sisi Simba tuna haja hata kumfanyia mazoezi muda mrefu. Hatuna haja kumfanyia mazoezi Simba muda mrefu. Sikiliza, mimi nawaheshimu Simba. Moja wa mtu ambaye mpinzani afa anaheshimu Simba ni mimi. Mimi nilifahamu. Na mimi nilijua. Na mimi nilitabiri Simba atacheza fainali ya Afrika. Si ameingia fainali? Hapa nafikiria
kufikiria tena na kutabiri tena, je, Simba atachukua ubingwa wa Afrika? Wewe unaonaje? Ndio maana nikasema kama tusipokuwa makini sisi kama Yanga ndani ya uwanja, nje ya uwanja, tutakuja kuishuhudia Simba kama Manchester United ya mwaka 1998. Wewe Jonas huyajui mambo ya Manchester United ya 98. Mimi Liver bwana. Wewe Liver. Ndio maana nakwambia ujui. Nikachukua mataji yote. UEFA mkabeba. Unaanza kuelewa sasa. Nikachukua kombe la ligi. Unaanza kuelewa sasa. Kuchukua sana. Lakini kama tusipokuwa makini. Na ndio maana nikasema mashabiki, viongozi wanatamani mechi sichezwe, lakini isije tukaja tukashindikizwa mechi tukakubali kucheza. Na tukikubali kucheza basi tuhakikisha tunamfunga Simba. Unless bingwa. Tukifungwa Simba atakwenda kutangazwa kuwa bingwa. Kwa sababu nchi hii hakuna timu ya kuifunga Simba. Nchi hii sioni timu ya kuifunga Yanga, mpaka wao kwa wao wenyewe ndio watakwenda kuamua nani atakuwa. Simba msimu ana mechi ngapi amecheza? Mechi ngapi amecheza? Mechi almost 15 16. Si ndio? Pata bahati ya kufungwa na timu moja tu msimu. Kwa tuna mambo mengi ya kuzungumza. Na tutazungumza sana Mwenyezi Mungu akitupa uhai na nguvu. Lakini lazima kama wadau wa mpira tupige kelele. Mambo yanyooke. Tuone ni namna gani marefari wanaweza wakatupushi mpira wetu. Timu iko finali kombe la shirikisho, lakini inashinda kwa matokeo yenye utata. Nangana mpira namwambia sikiliza, hii mechi mimi ninavyojua Tanzania, hii mechi haishi mpaka Simba apate goli la pili. 120 Simba kati ya goli, refa kamaliza mpira. Kwa ndugu zangu wa M15, niwashukuru sana, nafahamu mnafanya kazi nzuri, kazi kubwa, na naamini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kadri siku zinavyoendelea mbele tutaendelea kuzungumza mambo mengi na mambo mazuri zaidi kuhusiana na mpira wetu wa Tanzania. Dosa wewe mtu bingwa. Mimi mtu bingwa. Kwa nini mtu bingwa? Mtu wa nguvu, mtu wa nguvu. Mimi nashukuru, nimesoma sana kuhusiana masuala ya kufuatilia, na naamini kadri siku zinavyoendelea kwenda nazidi kuimarika. Kwa hiyo kuna siku moja nitashika hatamu kwenye nchi ya Tanzania. Asante sana. Mungu ajalie. Asante sana.